بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى متكي الصلاة والسلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم. leo tukianza katika risala hii mpya, ahkamu ashri dhil-hijja wa ayyam at-tashriq, hukumu ambazo zenye kufungamana na makumi ya mwanzo katika mfungo tatu, wa ayyam at-tashriq, na masiku ya kukausha nyama. Kwa hiyo ndio mambo ambayo atukuelezea kutokana na mnasaba huu wa kuingia mwezi wa Dhulqaada, mfungo pili, ambao leo ikiwa ni mwezi 3 au tarehe 3 katika mwezi wa Dhulqaada mwaka 1446 Hijria. Kwa hiyo tutaanza rasmi risala hii insha Allah taala, ambayo jamaahu wa a'addahu bihamdillahi wa tawfiqihi, ambaye yamekusanya na ameiandaa risala hii kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazru'i, afallahu anhu, Allah muhifadhi. Mwanzo kabisa akaanza katika risala hii na muqaddima utangulizi, akasema bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مقدمكم ونفهمك لمعروفة. أنا سيما فإن من فضل الله تعالى على عباده، حقيقة katika utukufu na fadhila za Allah aliyekuwa ametukuka kwa waja wake, an an'ama alayhim bil mawasim al azima. An an'ama alayhim ni kuwaneemesha juu yao, kuwaneemeshea juu yao, bil mawasim al azima, kwa misimu mitukufu, misimu mikubwa, kwa sababu al mawasim ni jamu ya mausim, imeleka jamu ya mausim, maana yake ni season, ni kitu ambacho kinakuja pengine kwa mwaka mara moja. Kadhalika na kuwaneemesha juu yao wal ayyamil fadila, na siku tukufu. Allah amejalia kuna baadhi ya siku ni tukufu kwa waja wake. Kwa nini kufanya hivyo? Litakuna maghnaman lit-ta'ina, ili iwe kwa ajili ni maghnama, ni ngawira lit-ta'ina, kwa wale wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameajalia ngawira kwa waja wake waumini, kwa sababu Muislamu siku zote mwanadamu ni mwingi wa kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akajalia hizi mawasim, season, misimu ya kheri kwa ajili ya mtu arudi kwa Mola wake mlezi. Wa maidanan, kadhalika Allah kajalia ni maidan ni uwanja, maana yake ni uwanja litanafasil mutanafisin, kwa ajili ya kushindana wale wenye kushindana. Allah kajalia wale uwanja wa wenye kushindana, kwa wale wenye kushindana katika siku hizo za siku tukufu na season au misimu mitukufu. Kisha akasema wa min hadhihi almawasim, na miongoni mwa misimu hii ashru dhil-hijja, ni hii masiku 10 ya mfungo tatu ambayo yako mbele yetu inshallah, baada ya mwezi, na mwezi ushaingia, yani baada ya masiku kadhaa. Kwa hiyo na haya masiku 10 ya mfungo tatu wa ayyam at-tashriq, na zile siku za kukausha nyama baada ile siku ya Eid, yaumun nahr, na zile siku 3 zinazofuata.
sawa 11 na 12 wa 12 wa 13 sawa mwezi 11 mwezi 12 na mwezi 13. Kwa hiyo hizi ni siku tukufu sana, haya masiku 10 na hizi siku 3 baada yake. Ndio akasema wa ayami tashriqi baada, na siku hizi za kukausha nyama baada yake. Haithu anna hadhihi al-ayyam, namna ambayo imekuwa kwa hakika siku hizi, kanat mahallan, imekuwa ni sehemu li ummahati al-ibadati, ni sehemu ya ummahati al-ibada. Li ummahati al-ibada, yani mama za ibada zote zinakusanyika katika hizi siku 10. Sawa, ana hizi siku 10 na hizi 3 baada yake, mama zote za ibada, zile ibada mama, ibada zote ziko katika masiku haya 10 na hizi siku 3 baada yake. Mina salati, katika swala, wasiyam, na funga zinapatikana, wasadaqati, na sadaka zinapatikana humo, wal hajj, pia hija inapatikana humo, wal udhiyati, na udhiya kuchinja inapatikana humo, wat takbir, kadhalika takbir inapatikana humo, ule takbir na tahlil na nyinginezo, wa ghairiha, na zisizokuwa hizo, wa ghairiha, na ibada nyingine ambazo sio hizo. Wal muslim, na muislamu mutalab, ni mwenye kutakikana muislamu bi an ya'mura hadhihi al-ayyam, azimarishe aimarishe, kama imekuja katika Qur'ani, inma ya'muru masajid Allahi man amana billah, mpaka mwisho aya. Ni ile kuamirisha, manake ajipinde, azitekeleze ibada hizi kwa kuimarisha hizi siku bi anwa'i al-qurubat, kwa aina tofauti tofauti za ibada, ndio al-qurubat, aina tofauti tofauti za ibada. Wa alayhi, na juu yake, yataallama, kujifunza, al-ahkam ash-shar'iyyah, hukumu za kisheria, al-mutaalliqata biha, zenye kufungamana na hizo masiku 10 na hizo siku 3 baada yake. Liyuhsina, ndo sahihi, liyuhsina istighlalaha, ili kwa ajili afanye vizuri katika kuzitumia. Istighlala maana kuzitumia fursa ya siku hizo, kama yambaghi, kama inavyotakikana. Wa ahammu masaili al-bahthi ma yali, huo ni utangulizi bado. Wa ahammu masaili al-bahthi, na katika masala muhimu zaidi ya research, ya upekuzi ya risala hii, ma yali, ni kama anavyofuata. Kwa hii risala imedili zaidi na kuhusiana zaidi na mambo kama yanayofuata. Kwanza ataelezea katika risala hii fadlu 10 dhil-hijja, utukufu na ubora wa masiku 10 ya mfungo 3. Hiyo ni paragraph nini, tunasema ni page ya kwanza au ni topic ya kwanza. Ya pili, ma yashtanibuhu fil 10 man arada al-udhiya, yale mambo ambayo anayojiepusha nayo mtu Muislamu pindi anapotaka kuchinja katika siku 10 hizi. Kuna vitu atakiwa jiepushe, ataelezea vitu gani kwa yule ambaye anataka kuchinja mnyama wake. Kadhalika, jambo la 3, al-a'malu wat-ta'at, amali, matendo na mambo ya taa, fil 10, yanayopatikana katika 10. Wa minha, na miongoni mwa hizo taa na matendo, al-hajj wal-udhiya, ni hija na mambo ya kuchinja. Jambo la 4, fadlu yaumi arafata, ubora na utukufu wa siku ya Arafa. Watakbiri fihi, kadhalika na utukufu na ubora wa kuleta takbiri katika siku hiyo ya Arafa. Jambo la 5, fadlu yaumi nahar, ubora na utukufu wa siku ya kuchinja. Wa ahkamihi, na hukumu zake. Jambo la 6, fadlu ayami tashriq, ubora na siku za kukausha nyama. Wa adabihi, na adabu zake. Ataelezea moja baada ya nyingine. Ya kwanza, awalan, ya kwanza, fadlu 10 dhil-hijja,
ubora na utukufu wa masiku 10 ya mfungo tatu. Anasema Sheikh hafidhahullah ta'ala, inna Allah azza wa jalla, hakika ya Allah aliyekuwa ni mtukufu na aliyekuwa ni mshindi, au aliyekuwa ni mshindi na mtukufu, hala kaunihi azizan wa hala kaunihi jalilan, faddala ba'd ash-shuhuri wal ayami wal layali. Anasema Sheikh, faddala, Allah amefadhilisha, faddala ba'd ash-shuhuri, amefadhilisha Allah, amefadhilisha baadhi ya miezi akaifanya mitukufu, wal ayyam, kadhalika akafadhilisha baadhi ya masiku akafanya matukufu, michana ile, wal layali, na siku hizi, usiku kama usiku akaifadhilisha Allah, akaifadhilisha ala ba'dhi, akafadhilisha miezi na michana na hizi usiku misiku kwa baadhi ya michana mingine na miezi mingine na misiku mingine, kama Allah anasema, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Allah na Mola wako mlezi anaumba kile anachokitaka na anachagua anachokitaka. Allah akafadhilisha baadhi ya miezi kuliko miezi mingine, kama sisi sasa hivi tuko katika Dhulqa'da katika miezi mitakatifu ambayo mtu akifanya ibada alipo maradufu kuliko miezi iliyopita, na mtu akifanya madhambi katika miezi hii ambayo tuko nayo ndani yake, madhambi yake yanakuwa ni a'zam, kama anavyosema al-mufassirun. Kwa hiyo sasa tuko katika mwezi mtukufu wa Dhulqa'da, watakiwa watu wajipinde katika ibada, aina tofauti za ibada, kadhalika watu wachunge kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala katika miezi hii mitakatifu, kwa sababu hata katika enzi za jahiliya Makuraish ambao walikuwa kabla ya Uislamu, wengine ni makafiri, sawa, kabla ya Uislamu kufaru Quraish ilikuwa wanaiadhimisha miezi hii mitakatifu, seuzi wewe Muislamu. Anasema Allah amefadhilisha hivyo, liyakuna dhalika aunan lilmuslimin, Allah amefadhilisha hivyo kwa ajili liwe jambo hilo aunan lilmuslim, ni msaada kwa ajili ya Muislamu, fi ziyadati al-amal, katika kuzidisha matendo mema kwa Mola wake mlezi, waraghbati, kadhalika na Allah akafanya hivyo kwa ajili apate raghba, mapenzi na kujipinda, fi taa, katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika watajdidi an-nashat, kuzifanya upya, ndio tajdid, watajdidi an-nashat, kuzifanya upya zile nashat. An-nashat maana yake ni uchangamfu, kwa ule uchangamfu, kwa sababu mwanadamu siku zote lazima impate malal, uchovu, sawa, kuturu, ndio uchovu na kuchoka, kasal na uvivu, lazima umpate Muislamu. Kwa hiyo lazima Allah akajalia haya masiku ili mtu awe na uchangamfu katika kufanya ibada, liya'dhuma ajruhu, kwa ajili ujira wake mkubwa, wayahudha binasibin wafir, na ili apate binasibin wafir, apate fungu kubwa. Nasib ni fungu, apate fungu wafir kubwa la thawabu, mina thawabi, katika thawabu. Kwa Allah akajalia haya masiku matukufu kwa ajili sisi tufanye ibada, mtu ajitumie mathawabu mingi, lakini utakuta watu hawana habari hasa katika hii miezi mitakatifu. Mtu anafanya maasi, mtu afanye ibada yoyote, mtu asome Qur'an, asali muda anaotaka, afanye ibada yoyote katika ibada za khair. Waqad faddala Allah ta'ala 10 dhil-hijja, na kwa hakika Allah amefadhilisha haliyakuwa ametukuka masiku 10 ya mfungo tatu, ala ghairiha, kuliko masiku mengineyo, min al-ayyam, katika masiku. Fa'ani ibn Abbas, kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema, ma min ayyamin, hakuna masiku yoyote yale, al-amalu salihu fihinna, matendo mema katika masiku hayo, ahabbu ila Allah, yanapendezesha zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, minhu, kuliko fi hadhihi al-ayyam al-ashr, kuliko mtu kufanya ibada katika masiku haya 10. Kwa hiyo hakuna masiku yoyote ambayo matendo mema katika masiku hayo yanapendezesha zaidi kwa Allah katika kufanya ibada kuliko masiku haya 10 ya mfungo tatu ambayo yako mbele yetu. Qalu, wakasema masahaba, wala al-jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, hata kupigana jihadi katika njia ya Allah,
kutoka kwa jihad haiwi bora kuliko kufanya mema katika masiku haya 10? Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala aljihadu fi sabilillah, hata kupigana jihadi katika njia ya Allah si bora, illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi, ametoka kwa nafsi yake, ametoka na amekwenda jihadi kwa nafsi yake, wa malihi, na maana yake amekwenda jihadi binafsi kwa nafsi yake, akatoka yeye mwenyewe, wa malihi, na akatoka na mali zake, walam yarji' min dhalika bi shay, kisha walam yarji', hakikurejea, walam yarji' hakuna chochote kilichorejea, min dhalika, katika hivyo, bi shay, chochote. Maana yake mwenyewe amefariki, ameuawa katika vita, katika jihad fi sabilillah, kadhalika mali yake yote ikapotea katika njia ya Allah. Kwa mali ikapotea katika njia ya Allah, na akafanya nini? Akauawa. Huyu tu ndo atafanya nini? Atakuwa mbora. Lakini ukitoa huyo mtu akaenda jihadi kwa nafsi yake na akatoa mali yake kisha akarudi, sawa, basi huyu hawezi kuwa bora. Ili awe bora afe kule jihadi, kadhalika afanye nini? Mali yake teketee kule. Huyu ndo ambaye aweza kuwa bora, atakuwa bora kwa yule, watakuwa sawa sawa na yule ambaye atakayefanya matendo katika nini? Masiku 10 ya mfungo tatu. Na tukisema masiku 10 ya mfungo tatu tunakusudia nini? Ile michana yake, sawa, ni ile ayyam, michana ni bora. Ndio maana alilmi wingi kathiru min almufassirin, wingi katika wanachuoni wa tafsiri wanasema kuwa michana ile ya mfungo tatu ni bora zaidi kuliko nini? Kuliko michana ya Ramadhani katika ibada. Ile michana ya kundi la mwisho la wapi? La Ramadhani. Lakini ni siku ya kundi la mwisho la Ramadhani ni bora zaidi kuliko nini? Ni siku ya mfungo tatu. Kwa jambo liko hivyo. Anasema, kwa hiyo hadithi ikafikia hapo. Kisha akasema, ma min amali, katika hadithi nyingine, katika riwaya nyingine, hakuna matendo yoyote azka, ni bora zaidi, ni matakaso zaidi, matendo hayo ni takasifu zaidi, ni bora zaidi inda Allah azza wa jalla, mbele ya Allah azza wa jalla, wala a'zama ajran, wala ambayo hakuna matendo yote ambayo ni bora zaidi mbele ya Allah, wala ni matukufu zaidi mbele ya Allah, min khairin, kuliko khairi ambayo ya'maluhu, anaifanya mja Muislamu, fi ashri al-adha, katika 10 ya mfungo tatu. Hakuna khairi yoyote na mema yoyote ambayo ni bora zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo anafanya matendo hayo kuliko ile khairi ambayo anaifanya katika masiku ya adha, masiku yale 10 ya mfungo tatu. Wa hadha dalilun, na hii ni dalili, ala fadli ayami 10 dhilhijja, kunako na utukufu wa masiku 10 ya mfungo tatu, ala ghairiha, kuliko masiku mengine yasiyokuwa mfungo tatu, min ayami sanati, katika masiku ya mwaka mzima. Sio, unaelewa? Hakuna masiku, michana yoyote tokea dunia iumbwe kama michana bora kama hii ya mfungo tatu, ambayo watu wengi tumezembea na tumelala. Imeleka lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hakika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, shahida bi annaha, alishuhudia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa hakika masiku hayo, afdalul ayami, kuwa ni masiku bora zaidi, lil'amali salih, kwa kufanya matendo mema, wa hatha fiha, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akahimiza katika masiku hayo, ala al-amali salih, juu ya kufanya matendo mema, wa amara fiha, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha katika masiku hayo, bikathrati tasbihi, watu wakithirishe kufanya tasbihi subhanallah, watahmidi, kadhalika watu wakithirishe tahmid, yani alhamdulillah,
watakbiri, na watu wakithirisha takbiri Allahu akbar fi qawlihi, katika kauli yake pale aliposema ma min ayyamin, hakuna masiku yoyote a'zama 'inda Allahi, ni matukufu zaidi mbele ya Allah, wala ahabba ilayhi, wala hakuna amali yoyote ambayo yenye kupendezesha zaidi mbele ya Allah. Manake wala ahabba ilayhi al'amalu fihi, wala hakuna amali yoyote yenye kupendezesha zaidi mbele ya Allah katika masiku hayo, min hadhihi al-ayyam, kuliko masiku haya 10, kuliko masiku haya 10 ya mfungo tatu, min hadhihi al-ayyam al-ashr, kuliko masiku 10 haya ya mfungo tatu. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fa'akthiru fihinna min at-tahlili, kithirisheni katika masiku hayo at-tahlili, la ilaha illa Allah, wat-takbiri, kadhalika kithirisheni takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, kadhalika wat-tahmidi, kithirisheni kusema alhamdulillah alhamdulillah, kithirisheni. Kwa hiyo hizi tuliwahi kusoma katika baadhi ya risala ya Sheikh Abdul Qadir Junaidi hafidhahullah ta'ala, kuwa kule hii takbir kuna mutlaq na takbir muqayyad. Takbir mutlaq maana yake takbiri zoachiwa, ay mursal, kuanzia masiku 10 yakiingia tu ulizo takbiri muda wote, masokoni, wapi. Kwa hizi ndio tunazokusudia. Kisha kuna takbir muqayyad ambazo zinaanza katika siku ya Arafa baada fajr, pale ndo muqayyad. Tutakuja kuona huko mbele inshallah. Wa mimma yadullu ala fadliha, na katika mambo ambayo yenye kujulisha juu ya utukufu wake na fadhila zake masiku hayo 10, aidan vile vile anna fiha, kuwa hakika ndani ya masiku hayo 10 yauma arafata, kuna siku ya Arafa. Na hii katika haya masiku 10 hii ndio bora yao zaidi. Hakuna siku yoyote katika ulimwengu ambao ni tukufu zaidi kama siku hii. Wa yawma an-nahr, kadhalika na siku ile ya kuchinja ambayo ni siku yake ya 10 yenye kufuata. Wa fiha al-udhiyah, na ndani yake katika masiku haya kuna udhiyah, kuchinja. Haya masiku 10 kuna kuchinja ambayo ni yawma an-nahr, na zile